na sisi huduma zetu tumeanza kwa wagonjwa. Na tumeingia kwa wagonjwa, tukatizama eneo la wagonjwa waliopo hospitalini ambao wamelazwa muda mrefu, wanakosa nguvu tena ya kujisaidia kifedha ama kwa njia yote ile ya kiutu. Kwa hiyo taasisi ya JAI ikaangalia wagonjwa waliopo hospitalini ambao hawana ndugu, vipi wanapata msaada. Lakini pia JAI ikatizama wagonjwa waliopo majumbani ambao hawana msaada wowote, jamii imechoka, imeuguza kwa muda mrefu. Taasisi ya JAI ikajiingiza kwenye eneo hilo kuhakikisha wazi kwamba wagonjwa wa jinsi zote, rangi zote, kabila zote, popote pale walipo, madam tu taarifa zikifika kwa ukamilifu wake, jua wazi kwamba huduma itapatikana. Lakini pia taasisi ya JAI inashirikiana bega kwa bega na mpango wa taifa wa damu salama kuanzia makao makuu kwa lengo la kuhakikisha damu inapatikana. Tunaipata vipi damu? Kuhamasisha, kuratibu na kusimamia mazoezi mbalimbali ya uchangishaji wa damu. Lakini pia ni taasisi pekee ambayo kwa sasa katika mfumo wa ukusanyaji wa damu ndio taasisi iliyokusanya kiwango kikubwa cha damu. Mpaka sasa historia yetu inaonyesha toka 2011 mpaka 2025 jumla ya units 194,215 tumezikusanya. Lakini taasisi ya JAI inashirikiana na madaktari bingwa wote waliopo ndani ya nchi yetu ya Tanzania. Tunashirikiana nao katika kambi za matibabu, kambi ambazo huwa zinaleta msaada mkubwa sana kwa jamii. Kwa nini leo tuko hapa? Tuko hapa kwa sababu taasisi ya JAI ina takriban mikoa 26 ya kiutendaji na pia ina vituo 85 vya matawi ya JAI. Kwa hiyo kilichotuleta MOS kufungua kituo kipya ndani ya mji wetu wa Mbinga kuhakikisha kwamba kazi inafanyika kama zinavyofanyika katika maeneo mengine. Kwa mnasaba huo tumeweza kufanikisha kuileta timu yetu ya JAI hapa kuhamasisha, kuratibu na hatimaye leo tunapozungumza tunafurahia mavuno. Hiyo kilichotuleta hapa ni kutengeneza tawi jipya la JAI, lakini pia kuhakikisha kwamba JAI inapambana hatimaye damu inaweza kupatikana. Yako mambo mengi, ziko kazi nyingi, tuna takriban kazi 9 tunazifanya, lakini uchache wa kusema kazi 3 ambazo tumezipa kipaumbele. Kazi ya kwanza tuliyopa kipaumbele ni kuzika maiti za Waislamu wasiokuwa na ndugu waliopo hospitalini ama wale ambao wameokotwa na polisi kutokana na ile patrol wanaoifanya, wanakutana na watu wa aina mbalimbali. Kwa hiyo wale ambao wamepata umauti lakini wako hospitalini wanakaa muda mrefu, sisi kwa utaratibu wetu tunachukua. Kwa hiyo kazi ya kwanza tulipa kipaumbele ni kuzika maiti za Waislamu wasiokuwa na ndugu. Kazi ya pili tulipa kipaumbele ni kuhakikisha damu inapatikana. Inapatikanaje? Ndio kama tulivyosema, tunahamasisha, tunaratibu na tunasimamia mazoezi makubwa ya damu. Lakini eneo la tatu katika jambo ambalo tumelipa umuhimu mkubwa kabisa, tumewatazama akina mama wajawazito, watoto wadogo waliokuwa chini ya umri wa miaka 5 na wagonjwa wa kansa, yani saratani. Hawa tumewatazama kipi hasa ambacho kwao wanahitaji. Tukagundua moja ya jambo kubwa ambalo linahitajika sana kwao ni kuhakikisha mfumo wa damu unakusanywa vizuri, unapatikana na kuwafikishia. Hili tumelifanya na alhamdulillah, kwa hivi tunavyozungumza wale wagonjwa ambao wako ndani ya foleni yetu tuna uhakika watapata kila ambacho wanachokihitajia kwa mifumo tuliyokubaliana kupitia utendaji wetu sisi kama taasisi na wenzetu wa mpango wa taifa damu salama kama kituo ama kitengo ambacho kiko chini ya serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Kwa majina naitwa Dr. Morgan Prudence Bitwi, ni mganga mfawizi wa hospitali ya Halmashauri ya Mji Mbinga. Kwa kweli kwenye issue ya mazao ya damu ni hitaji kubwa sana la wateja. Na wateja na kundi kubwa la wateja ambao wanahitaji hii huduma wa mama wajawazito ambao wanakuja kujifungua, hasa wale wanaohitaji huduma ya kujifungua kwa upasuaji, lakini hata wale wanaojifungua kawaida, kuna muda wanajifungua unakuta wamepoteza damu nyingi, wanahitaji damu ili kuokoa maisha yao. Lakini kundi lingine pia la wateja ambao wanahitaji mazao haya ya damu ni wateja waanga wa ajali, na kwa hospitalini kwetu hapa tunapokea wateja wa namna hii wengi sana. Kwa hiyo tukipata akiba nzuri ya mazao ya damu tutaweza kuwahudumia kwa mapana sana hao wateja. Kwa hiyo pia nao wanahitaji damu, sababu wakipata ajali wanapoteza damu kwa kiasi kikubwa. Wakifika hapa hospitalini tutahitaji
kuwaongezea damu. Kwa hiyo uwepo wa kiasi kikubwa cha damu hapa hospitalini kitatupa sisi nafasi nzuri sana ya kuwahudumia. Kwa hiyo tunashukuru sana kwa uchangiaji huu mkubwa wa damu, unaenda kuimarisha benki yetu ya damu. Tutakuwa na mazao ya damu ya kutosha, na kulingana na ratiba zao zoezi hili ni endelevu. Kwa matukio kama haya yatakuwa ni endelevu mara kwa mara, yataenda kutusaidia sana. Lakini kama nilivyoelezea, hizo huduma nyingine za kijamii pia zitakuja kutolewa, kama kuwaona ndugu, kuwaona wagonjwa, kuwasaidia wale ambao wasiojiweza, kuwazika wafu ambao watakuwa wameshindwa kubainika na ndugu. Kwa kweli itaenda sana kuwagusa wanajamii, kwa sababu tunapokea sana wateja wa namna hiyo, na hospitali tumekuwa tukitoa hizo huduma kwa hao wateja. Kwa tunapokuja kupata support kama hii ni jambo jema, na kwa kweli linaenda kuleta tija sana kubwa kwenye huduma hizi tunazotoa. Kwa hiyo nirudie tena kwa niaba ya watumishi wote wa hospitali ya halmashauri Mbinga, lakini pia kwa niaba ya uongozi mzima wa halmashauri, tunawashukuru sana na tunawakaribisha sana ndugu zetu JAI kwa kuweza kutushika mkono, kutusaidia kwenye utoaji wa hizi huduma. Kwa kweli mimi binafsi nawaasa sana wanajamii wao wanajitokeza kwenye matukio kama haya uchangiaji damu, kwa sababu leo mimi kesho wewe, yani huwezi ukajua ni muda gani wewe mwenyewe unaweza ukawa ni mwanga wa kuhitaji hii huduma. Kwa hiyo wakisikia kuna maeneo ambao watu wamejitolea kwenda kuchangia damu, nafikiri tu ni wakati mzuri na nafasi nzuri sana ya wao kushiriki kwa pamoja na kufanya zoezi liwe na tija kubwa sana. Kwa hiyo napenda kutoa wito kwa wanajamii wote washiriki kwenye mazoezi ya kuchangia damu, kwa sababu damu ni muhimu sana, hasa kwenye huduma kwa wale wateja ambao wamekuwa wana uhitaji wa kuongezewa damu. Hili zoezi ni zoezi nzuri sana kwa jamii, kwa sababu kuna watu wahitaji, hususan wamama wajawazito wanapojifungua wanapoteza damu nyingi sana, na watoto wadogo, lakini pia kuna waanga kama mabodaboda. Nadhani kuna wengine wanajitunza barabarani, kuna wengine wanakuja kusababishiwa ajali. Nadhani akifika kituo cha afya atakuta damu salama, atapata huduma kwa wakati ushao. Kwa hiyo kwangu mimi naona ni jambo la kijamii mzuri, ili aliangalie dini wala aliangalie kabila ya mtu wala umetokea wapi. Jambo likikukuta uwe mwenye dini usiwe na dini, basi huduma utaipata kwa wakati ushao. Mimi nimekuwa ni mwanachama hai, huu ni mwaka wa 8 huwa natoa damu. Nimehamasika kwa sababu ni jambo ambalo linanisaidia pia. Huwa nikipata matatizo huwa mimi mwenyewe nasaidiwa sana na hili jambo. Kwa hiyo nimehamasika mwenyewe kutoka rohoni. Sijalazimishwa na yeyote. Ninapokuwa na matatizo kwenye familia huwa napata msaada mkubwa sana. Nikibeba kadi yangu ambayo ninayo, nikionyesha tu napata. Nilikuwa nauguliwa Dar es Salaam na binamu yangu, nilibeba hii kadi, nilipata msaada muda huo. Kwa hiyo na mafanikio nayo, ndio maana na hiari kufuata popote inapotokea tatizo. Hao nawaomba walizike kuja kutoa damu kwa hiari. Pia ndugu zetu ambao wanalazwa katika mahospitali wanapata msaada juu ya hizi damu ambazo sisi tunajitolea kutoa kwa hiari.